Watu wengi walioambukizwa ugonjwa wa homa ya ini hepatitis B wanahofiwa kutojua hali yao ya maambukizi. Hii ikizingatiwa kwamba ugonjwa huo mara nyingi hauonyeshi dalili, kama vile hali ilivyokuwa kwa Bi Salina Sitet, mkazi wa eneo la Mogotio, kaunti ya Baringo, ambaye alipatikana na ugonjwa huo mwaka wa 2025. Wakati nilienda kliniki ya kwanza huyu, nikaenda kupimwa, nilikuwa na miezi 5. Nikaenda kupimwa nikapatikana na hii ugonjwa ya hepatitis B. Hapo nikapewa dawa. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kwamba angalau 87% ya watu waliambukizwa ugonjwa huo, kama vile Sitet ambaye hakuwa anajua hali yake ya maambukizi, huwa kwenye hatari ya kusambaza ugonjwa huo bila kujua. Nilistuka sana kwa sababu hapo nyuma tulikuwa na harakati za my brother mwenye alikuwa mgonjwa na alikufa na hii ugonjwa. Msambao huo sana sana ukisemekana kutoka kwa mama hadi mtoto anapojifungua, jambo ambalo linasalia kuwa kikwazo kwenye vita dhidi ya ugonjwa huo na jitihada za kukinga kizazi kipya dhidi ya maambukizi. Hata hivyo, japokuwa chanjo ni njia dhabiti ya kukata mizizi ya msambao huo, kina mama wengi wajawazito kutoka maeneo kama vile kaunti ya Baringo, ambayo inakumbana na viwango vya juu vya maambukizi, wanaendelea kupata ugumu wa kupokea huduma za matibabu ambazo mara nyingi huwa mbali nao. Mahali napata dawa ni Marigat na mimi naenda huko na 1500. Maybe mtu asipopata transport atalusa tu. Jambo hili hali kadhalika huathiri malengo ya uondoaji wa vikwazo vinavyoathiri upokeaji na utoaji wa huduma ya hali ya juu dhidi ya ugonjwa huo, kama vile inavyopendekezwa kwenye maadhimisho ya uhamasisho wa ugonjwa huo ulimwenguni mwaka huu. Madaktari wanashauri kwamba ni sharti mtoto mwenye mama aliyepatikana na homa ya ini ya hepatitis B kupokea chanjo dhidi ya ugonjwa huo katika kipindi cha saa 24 za kuzaliwa kwake, kama njia ya kuzuia maambukizi. Kwa kina mama wengi kaunti hiyo, hata hivyo, safari hiyo huanza katika hospitali ya Marigat, ambapo kina mama wajawazito haswa waliopatikana na ugonjwa huo hufuatiliwa kwa karibu kipindi chote cha ujauzito na kuwekwa kwa dawa ya kupunguza makali ya virusi mwilini. Those whom they turn positive, we initiate them, we do the assessment and they are linked to care. We do the family testing so that we can be able to break the chain and be able to assist those, to identify those who are also sick with who might be having the virus within their families, and we are able to also assess them for treatment or give them what they require if they turn positive or if they are negative. Currently, we found 66 were positive for hepatitis B, and we started them on treatment. And for the 33 babies that were born, we found all of them were negative. Takwimu zinaonyesha kwamba yamkini 90% ya watoto wanaoambukizwa katika mwaka wao wa kwanza wa maisha hupata maambukizi sugu ya ugonjwa wa ini. Mmoja kati ya watoto 4 vilevile walioambukizwa, kwa mujibu wa takwimu za shirika la UNICEF, hufariki kutokana na maambukizi sugu ya ini au saratani ya ini. When a mother is infected, the virus can pass through the placenta to the child, but most of these transmission occur at birth. Once she's screened, if there is DNA testing, we do the DNA, and if the DNA is more than 200,000 copies, then the mother is put on prophylaxis. So we want the generation which is coming is free. Wataalamu wa virusi wanahoji kwamba viwango vya virusi hupungua katika kipindi cha kati ya miezi 4 na 6 ya mwathiriwa kumeza dawa ipasavyo. Japokuwa virusi vya hepatitis B vinaweza kuzuiwa kutumia chanjo, ulimwengu ungali unashuhudia viwango vya chini vya chanjo miongoni mwa watoto wachanga, changamoto ambayo inaendelea kukabili taifa la Kenya, pia ikizingatiwa kwamba chanjo hiyo haijaorodheshwa miongoni mwa chanjo ambazo watoto wachanga hupokea nchini.
If we effectively use vaccines, we can control the hepatitis in a very huge way. However, the lack of vaccine, especially for the hepatitis B, is a major challenge in preventing hepatitis in the country. Ukosefu wa uwekezaji kwenye vita dhidi ya ugonjwa huo nchini na kina mama kutojifungulia hospitalini kama inavyoshauriwa ni baadhi ya changamoto ambazo zinaendelea kutikisa azma ya kukinga kizazi kipya dhidi ya ugonjwa wa hepatitis B nchini. Hata hivyo, huku Kenya ikiwa mbioni kupunguza viwango vya maambukizi, wataalamu wanashauri kwamba ni sharti serikali iwekeze kwenye utengenezaji wa chanjo hiyo nchini kama njia ya kuimarisha upatikanaji wake na kuzuia msambao wa virusi hivyo kikamilifu. Gloria Milimu, KTN.